Ni lini Yesu atakuja mara ya pili? Biblia inatabiri kuhusu ujio wa pili wa Yesu. Yesu atakuja lini tena? Biblia huonyesha waziwazi wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili kupitia ishara ya kupambanua. Takribani miaka 2000 iliyopita, wanafunzi wa Yesu walimuuliza swali: dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia ni gani? Kwa swali hili, Yesu alijibu, basi jifunzeni somo hili kutokana na mtini, matawi yake yanapoanza kuchipua na kutoa majani, yu karibu hata malangoni. Wakati ambapo matawi ya mtini yanachipua na kutoa majani yake huashiria wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo, tunapojifunza mfano wa mtini, tunaweza kujua wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Ili kujifunza mfano wa mtini, kwanza tunahitaji kujua mtini unawakilisha nini. Je, uhalisi wa mtini ni nini? Katika Biblia, mtini unawakilisha Israeli. Yesu alipohubiri Injili katika Israeli kwa miaka 3, hapakuwa na matunda. Hivyo Yesu aliifananisha Israeli na mtini ambao haukuzaa matunda. Luka sura ya 13 mstari wa 6. Mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu. Kwa muda wa miaka 3 sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda kwenye mtini huu, nami sikupata hata moja. Ukate. Katika Marko sura ya 11 mstari wa 12 imeandikwa, Yesu akakuta una majani tu, kwa kuwa hayakuwa majira ya tini. Akawaambia ule mti, tangu leo mtu yeyote asile kamwe matunda kutoka kwako. Ule mtini ulioulaani umenyauka. Sababu ya Yesu kuulani mtini ilikuwa ni kutabiri uangamivu wa Israeli, ambayo ilifananishwa na mtini. Yesu hata alitabiri moja kwa moja kuhusu kuangamizwa kwa Israeli. Katika Luka sura ya 21 mstari wa 20 inasema, mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, basi fahamuni kwamba kuharibiwa kwake kumekaribia. Kutakuwa na dhiki kuu katika nchi na ghadhabu juu ya hawa watu. Kama Yesu alivyotabiri, Israeli iliangamizwa na jeshi la Warumi mnamo mwaka 70 BK. Kuharibiwa kwa Israeli pia kunapatikana katika historia. Mnamo siku ya 8 ya Septemba mwaka 70 BK na katika mwaka wa pili wa utawala wa Vespasian, mji wa Yerusalemu uliangukia mikononi mwa Tito. Kwa kupatana na amri ya Tito, mji huo uliharibiwa hadi misingi yake na hata magofu ya hekalu yakabomolewa. Idadi ya wafungwa waliochukuliwa wakati wote wa vita ilikuwa 97,000 na kwamba idadi ya wale walioangamia katika kuzingirwa ilifikia 1,100,000. Je, Israeli itabaki imeharibiwa milele? Hapana. Yesu alipotabiri kuhusu kuharibiwa kwa Israeli, pia alitabiri kwamba Israeli itarudishwa. Luka sura ya 21 mstari wa 24. Nao mji wa Yerusalemu utakanyagwa na watu wa mataifa hadi muda wa hao watu wa mataifa utimie. Yerusalemu ni mji mkuu wa Israeli. Kwa kuwa Yesu alisema hadi muda wa hao watu wa mataifa utimie, lazima Israeli irudishwe kwa wakati unaofaa. Kama Yesu alivyotabiri, Israeli ilipata uhuru mnamo Mei 14, mwaka 1948. Tufanye muhtasari wa yale tuliyojifunza. Mtini unawakilisha Israeli. Kwamba ule mtini kulaaniwa hadi kufa inamaanisha uangamivu wa Israeli mnamo mwaka 70 BK. Kwamba matawi kuchipua na kutoa majani inamaanisha uhuru wa Israeli mnamo 1948. Kwa nini Mungu aliufufua mtini ambao ulikuwa umekufa kwa takribani miaka 1900? Katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 32 inasema, basi jifunzeni somo hili kutokana na mtini, matawi yake yanapoanza kuchipua na kutoa majani, yu karibu hata malangoni. Wakati ambapo matawi ya mtini yanaanza kuchipua na kutoa majani ndio wakati wa uhuru wa Israeli, yaani wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Sababu ya Mungu kuufufua mtini ilikuwa ni kutujulisha wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo, Yesu ajaye mara ya pili anapaswa kuanza kuhubiri Injili mwaka 1948 Israeli ilipopata uhuru. Ni Kristo Ahnsahnghong aliyekuja kulingana na unabii wote wa Biblia.
Kristo Ahnsahnghong alibatizwa mwaka 1948 na alianza kuhubiri Injili ya Agano Jipya. Yesu aliyekuja mara ya pili kulingana na unabii wa mtini ni Kristo Ahnsahnghong.